Kwa majina ninaitwa Elizabeth Kishakui, ni mwenyekiti wa kikundi cha Naritisho. Tuko kata ya Parakuyo, mkoa wa Morogoro, wilaya ya Kilosa. Kata ni Parakuyo. Kikundi chetu tumeanza 2019 na tuna wanachama 21. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu kikundi chetu kinaendelea vizuri. Kwa sababu sisi ni wamama tupu, hatujachanganyikana na wababa. Na nashukuru Mungu kwa sababu Mungu ametuinua kupitia hiyo kikundi chetu. Tumeendelea kufanya miradi aina mbalimbali mpaka wilaya ametuona sisi tunafaa, wametupa mkopo. Sasa tulipopata hiyo mkopo, tumenunua ndama ya kunenepesha. Sasa tunamshukuru Mungu kwa sababu tulipoanza kununua hiyo ndama, tumeendelea kunenepesha, tumeuza. Kila mwanachama sasa hivi ana ng'ombe 2 ya maziwa, na bado tuna ile ndama 40 tunaendelea kunenepesha ili tuuze tupate faida ya kuendeleza na miradi mingine. Kwa kweli mashirika mengi wametuona. Kuna shirika moja ambayo inaitwa EIFA amekuja kutembelea, ametupa pesa ya maziwa kama friji ya kulandishia hiyo maziwa na hayo makeni makubwa ya kuweka maziwa. Sasa hivi kwa kweli tunasindika maziwa vizuri na maziwa yetu inapata soko. Kwa kweli watu wamependa kwa sababu tunasindika vizuri na maziwa yetu tunatengeneza utaalamu zaidi. Mpaka leo tunaalikwa kwa kila tamasha kwa sababu hiyo maziwa yetu ameshapata soko, inatambulika kabisa. Na halmashauri ametutambua, kila nanana anatukaribisha ili na sisi twende tuuze hiyo maziwa yetu. Kweli na washauri wa mama wote tuwe na umoja, kwa sababu umoja ndio inatengeneza kila kitu. Kwa sababu hata hii mkopo yetu ya halmashauri mtu mmoja hawezi kuchukua, lakini ukiwa kwenye kikundi kwenye magrupu ya umoja lazima upewe. Yani na washauri wa mama wenzangu, yani ukikubali kuwa pamoja na wenzako, lazima na wewe utainuka kwenye kiwango chako cha chini cha biashara kuwa mfanyabiashara mkubwa. Mpaka sasa hivi si hapa, kila mama sasa hivi ana chake. Ilikuwa zamani si hatuna chochote. Lakini na washauri wa mama ambaye bado hawajajiunga kwenye vikundi, wajiunge kwenye vikundi ili wasiwe tena na shida. Kwa sababu unajua si wa mama, sisi ndio taifa. Watoto wanatutegemea, wababa wanatutegemea. Na tukiwa na chochote, nafikiri kila kitu kitakuwa safi. Na kukaribisha wamama wote tujiunge kwenye vikundi, tuamuke, tufanye kwa sababu sisi wamama tunaweza. Kwa majina yangu naitwa Neema Daniel. Ni mtia saini wa kikundi cha Naritisho. Moja kwa moja napomshukuru Mungu, sisi wamama wa Kimasai na sisi tumeona mwanga. Kuna mwanga fulani ambaye tumeona ambaye kwa nyuma ilikuwa hatujaona. Tukaja kuanza kikundi chetu kwa maana mwenzangu ameenda sana na amemaliza kila kitu. Tulipoanza tukaona kwamba sisi wamama tuwasaidie na si watoto. Kwa tulikuwa tuna watoto yatima ambaye tumekuja kuorodhesha majina yao kwa shule ya msingi. Tukafanikiwa kuwapata watoto 22. Vile wapo pale shule ya msingi, wengine wamemaliza wameenda sekondari. Pamoja na hayo wameenda sekondari, tukafuatilia huko kwa mchango yetu sisi wa mama. Sasa tunashukuru serikali ametuunga mkono sana. Yani sana, sio kidogo. Kwa maana alipotupa mkopo, tulipokuja kupata hiyo mkopo, tukaenda hatua ambaye yani ngazi nyingine ambaye tupo kwenye ngazi ya kwanza tukapanda juu kulingana na mkopo ambaye serikali ametuwezesha wilaya ya Kilosa.
Na tunashauri wamama wenzangu ambayo hawajajiunga na vikundi. Kikundi ni nzuri sana. Methali anasema kwamba utenganisho ni udhaifu. Kwa hiyo ukisema ngoja nifanye peke yangu huwezi. Bora tuungane, tushikane mikono, tupige gurudumu iende. Na tunashukuru Mungu kwa maana tumeenda. Kidogo kidogo jasa kibaba. Na hicho kidogo, hiyo kisendi kidogo, ukiunganisha na ya kesho na ya kesho kutwa, lazima naye itapanda juu. Ila nawashauri sana sana, sio kidogo, wamama ambao hawapo kwenye vikundi wajiunge na vikundi.